Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ametoa wito kwa nchi za Ghuba na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati kufukuza majeshi ya kigeni kutoka eneo hilo wakati mvutano wa kijeshi kati ya Iran, Marekani na Israel ukiendelea kuongezeka. Kupitia ujumbe aliochapisha mtandaoni, Araghchi alikosoa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, akisema haujaleta usalama kama ilivyodaiwa. Kinachoitwa mwavuli wa usalama wa Marekani umeonekana kuwa na mapengo mengi na badala ya kuzuia matatizo umeongeza matatizo, aliandika. Aliongeza kuwa Marekani sasa inaomba msaada kutoka mataifa mengine, hata China, kusaidia kulinda usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Iran inatoa wito kwa majirani zake wa kindugu kufukuza wavamizi wa kigeni, alisema, akidai Marekani inalenga zaidi kulinda maslahi ya Israel. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema limeanzisha wimbi la 50 la mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la Fars, mashambulizi hayo yalilenga kambi kadhaa za Marekani katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Kambi zilizolengwa ni pamoja na Al-Dhafra na Fujairah katika Falme za Kiarabu UAE, Jufrea na makao makuu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain, Al-Salim nchini Kuwait, Al-Azraq nchini Jordan. IRGC pia ilisema mashambulizi hayo yalilenga rada za onyo la mapema zilizopo katika eneo hilo ambazo inadai zilikuwa zikilinda Israel. Jeshi la Iran pia limethibitisha kifo cha Brigedia Jenerali Abdullah Jalali Nassab aliyefariki katika shambulio la Israel. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema Nassab aliuawa akiwa anatetea nchi dhidi ya shambulio la Israel. Tangu kuanza kwa vita hivi, Iran imethibitisha vifo vya maafisa kadhaa wa juu wa jeshi, wakiwemo Abdurrahim Musavi ambaye ni mkuu wa majeshi ya Iran, Aziz Nasirzadeh, waziri wa ulinzi na naibu mkuu wa majeshi, pamoja na Mohammed Pakpour, kamanda mkuu wa IRGC. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani mjini Baghdad umetoa tahadhari mpya ya usalama, ukiwataka raia wa Marekani kuondoka Iraq mara moja. Raia wa Marekani wanapaswa kuondoka Iraq sasa, ubalozi huo ulisema katika taarifa yake. Onyo hilo lilitaja hatari kubwa inayotokana na makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran nchini humo na kuwataka Wamarekani waliobaki nchini humo kufikiria upya uamuzi wao wa kubaki.